Amen. Tuthi kwambiriria na mahoya nigetha tuhote gwika maundu macio mangi tutongoretio ni Ngai. Amen. Nataka kusema hivi, tunaenda kufungua na maombi ndiposa Mungu aweze kutuongoza kwa yoyote tutakuwa tunafanya siku ya leo. Na wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tusongea kwenye kiti yako enzi, tunasema ni wewe Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Amen. Mungu wetu, kae mahali patakatifu paliye juu zaidi. Amen. Tunakuhitaji siku ya leo, mtakatifu wa watakatifu Bwana. Ndio. Tukiomba mfalme uendelee Bwana ukitakasa akili zetu na mioyo yetu Bwana. Amen. Chukua nafasi ndani ya akili zetu mfalme. Ndio Chukua Bwana. nafasi ndani ya mioyo yetu mtakatifu. Amen. Katika jina la mwana Yesu Kristo. Amen. Asante kwa neema yako na fadhili zako siku ya leo. Ndio. Tunasema hakuna mwingine kama wewe Baba wetu. Amen. Pokea utukufu na heshima zote siku ya leo. Amen. Mungu wetu na Baba yetu, tuomba mfalme wa falme. Ndio Bwana. Endelee Bwana kuchukua nafasi kwa neno ya siku ya leo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, chukua nafasi, unipe ufunuo iliyotokana na wewe Bwana. Amen. Bwana mtakatifu, na hata sifa na iweka mikononi yako. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo, ushuhuda Amen. na iweka mikononi yako. Ndio Bwana. Katika jina la Yesu, ndiposa Roho Mtakatifu akaweza kuchukua nafasi, akatoa ushuhuda, akasifu ndani yetu. Amen. Ndiposa upokee dhabihu ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen. Mfalme wa falme, tuinua jina lako tukijua ni jina linaweza na liko na nguvu Baba ya kutenda kila jambo. Mfalme wa falme, Amen. tunainua inji yetu mikononi yako katika jina la Yesu. Amen. Ndiposa Bwana uweze kuchukua nafasi. Amen. Ndiposa Bwana tunataka amani inji yetu ya Kenya. Ndio. Baba wetu wale wanakufia inji saije Jehova. Yes. Bwana mtakatifu ukawasingire na ukawalinde. Ndio Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wale wako Tanzania Bwana wapiganie Jehova. Amen. Katika jina la Yesu Kristo mfalme. Amen. Bwana mtakatifu ufanye njia ikaonekane ya kutoka mahali pale katika jina la Yesu. Amen. Bwana mtakatifu, tumekataana na roho ya kuashika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, simama nchi ya Tanzania katika jina la Yesu. Ndio. Baba wetu aliye kule Russia, Bwana mtakatifu, tunaomba ukawafunike, Ndio, ukawasingire Bwana. Tunakataa kifo ya wana wa Kenya kutoka nchi zingine Ndio. katika jina la Yesu. Amen. Walie Uganda ukasimama nao Bwana. Ndio. Walie nchi zingine kiwarabuni Bwana mtakatifu, watoto wetu wasiwe wakiuawa katika Ndio. jina la Yesu. Amen. Na tunakataa kifo ya kuuawa na wanadamu na mapepo. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtakatifu, hata Kenya Ndio. tunakataa watoto wae wakiuawa ovyo ovyo. Ndio Bwana. Katika jina la Yesu. Amen. Jehova Mungu, simama na watoto wa Kenya. Ndio. Kwa maana Biblia yako inasema ati umekataa mikono ambaye zinamwaga damu. Ndio Na Bwana. umechukia wale wanamwagaga damu. Ndio. Kwa hivyo Mungu, tunakataana na roho ya kuua watoto wa Kenya, iwe ni Kenya iwe ni nchi zingine. Bwana mtakatifu, kasimama Amen. na watoto wa Kenya katika jina la Yesu. Amen. Ni asante mtakatifu watakatifu. Amen. Mungu, kama vile Mungu ishie milele, Ndio. tunasimamisha Gachagua mbele zako Bwana. Yes. Kwa sababu Mungu unamjua. Na Amen. Mungu ulijua akikuja hii dunia. Yes. Na ukamleta dunia akiwa na sababu. Amen. Bwana, tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Simama na Gachagua baba wetu. Yes. Simama na familia yake Bwana. Ndio. Simama na bibi yake mtakatifu. Amen. Jehova, kama vile Mungu ishie milele. Yes. Popote alipo saa kama hii. Ndio. Bwana, naomba ukamsingire. Amen. Bwana, naomba ukasimama na yeye. Ndio, Katika Bwana. jina la Yesu Kristo. Amen. Mfunike asiwahi onekana Yes. na mikono ambayo inamwaga damu. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na wale wanamwaga damu, Ndio. Yesu Kristo wakashindwe katika jina lako. Amen. Kwa maana wewe ndio ulimwaga damu peke Ndio. yake. Amen. Yesu, kusiwe wengine wanamwaga damu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Chukua ushukani, utawale kwa akili ya kila mmoja. Ndio, Bwana. Aliye hii Kenya, aliye nchi zingine, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mfalme wa falme Bwana, tunaomba uwezo wako Ndio. ikatembee na Gachagua hapa kwa hapa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana, ushindi ukawe upande wake. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Tunaomba ushindi kutoka kwenye kiti ya enzi. Amen. Ikaendelee kushukia Gachagua Amen. popote alipo katika jina la Yesu. Ndio, Bwana. Tuma malaika ya kusimama na yeye. Amen. Asimame na Gachagua Ndio. kama vile mapenzi yako ilivyo. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Na sio watu
watu hata wale Mungu anakupenda. Ndio. Wale wanakusikiaga. Ndio. Wale hawauawi. Ndio. Wale hawaui. Ndio. Wale hawamwagi damu. Yes. Bwana wakumbuka kwa kila njia. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Na wale wanatenda maovu, Bwana wasamehe na uwaokoe. Amen. Na ubadilishe roho zao. Amen. Kwa sababu wengine ni kutumiwa kama robot. Kwa hivyo Mungu tunakataa roho ya mwanadamu kutumiwa na mwanadamu wala shetani. Ndio. Katika jina la Yesu. Amen. Na kwa hivyo shetani nakuambia wewe ukashindwa katika jina la Yesu. Amen. Mikono yako shetani ikashindwa katika jina la Yesu. Amen. Hutaweza watu ya Kenya. Amen. Katika jina la Yesu. Ndio. Chochote kinaandaliwa Kenya. Yes. Mungu unaona na macho yako. Amen. Haufichwi siri na mwanadamu. Ndio. Mungu mtakatifu hatuwezi kukuficha siri. Amen. Hakuna mwanadamu anaweza kuficha siri mbele zako. Ndio, Kwa Bwana. hivyo chochote kilio Kenya Yes. ama nchi zingine Ndio, Bwana. kimewekwa kwenye siri. Yes. Baba wetu tunaomba uiweke peupe. Amen. Ikajulikane katika jina la Yesu. Amen. Ukaokoe wale wa kuokolewa. Ndio, Bwana. Bwana ukabadilisha wale wa kubadilishwa. Amen. Wakubarikiwa wabarikiwe. Amen. Kufanywa wafarijiwe ukawafariji. Amen. Bwana mtakatifu walio wagonjwa waponye. Amen. Bwana mtakatifu walio na machungu ukawaondolee. Amen. Walio na makasiriko ukawaondolee. Amen. Kenya tunataka amani. Amen. Katika jina la Kristo Yesu niomba na hata kuamini. Amen. 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 Mwathani agoso. Amen. Tukiongozwa kuomba tunaomba. Tukiongozwa ni neno ya kwanza tunaelekea hivyo. Mwathani agoso. Amen. Tunaenda kusoma iko ndani ya Afalme etagwo athamaki wa keri. Athamaki wa mbere 2. Afalme wa kwanza 2. Kuanzia hapo. Mwathani arogocwo. Amen. Na ndimwiraga atiriri mukareka ngathoma kahora tondu giki kiari kia kuma matu-ini nikio thomaga uguo. Irauga atiriri, na riri matuko ma Daudi acati hau ngwambiriirie. Mwathani arogocwo. Amen. Ngwambiriirie 3. Athamaki wa keri, athamaki wa mbere 2 hau 3. Afalme wa kwanza 2 hapo 3. Hapo ndio nilikuwa nimeanzia. Erauga atiriri, na ikarage umenyereire ukae ukijiangalia umenyereire maundu maria Jehova Ngai waku athanite uthiage na njira ciake. Uikarage na njira iria Ngai athanite no thiage na njira ciake. Amen. Na umenyagirire irira cia watho ona umenyagirire irira cia watho ona maundu mawira umenyagirire maundu make ona mawira make ota uria kwandikitwo watho-ini wa Musa. Umenyagirire maundu make ona mawatho make toria kwandikitwo hindi ya Musa. Nigetha ugacire maundu-ini maria urikaga. Ugacire maundu-ini maria urikaga. Mwathani arogocwo. Amen. Yani umenyagirire maundu make ona mawira make na nigetha ukagaciraga maundu-ini maria urikaga we mwene. Amen. Kundu guothe. Amen. Uria urikaga maundu kundu guothe. Amen. Kuria kagirira. Kuria urierekaga. Amen. Kuria yani urieroraga. Mwathani arogocwo. Amen. Nigetha Jehova
arometie Jehova atore arometie uhoro uria aririe ukonie ke ukonie akiuga o atere ciana ciaku ingetura imenyagirira mathani macio ithiage na mithiere iria ngukuonia yerekanĩire igĩikaraga maũndũ ma ũhoro wa ma na ngoro ciao. Mwathani arogocwo. Haleluya. Amen. Ngwĩciria no korwo utaigua Gĩkũyũ. Mwathani agocwo. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ kĩrĩa mũno kĩna bata mũno thĩinĩ wa maandĩko macio nĩ ũhoro wa maũndũ marĩa Ngai endaga wĩkage ũrĩmekaga. Jehova Ngai waku ũrĩa arĩendaga wĩkage, kĩu nĩkĩo kĩna bata mũno makĩria. Mwathani arogocwo. Ndirauga kĩu kĩngĩ gĩtirĩ na bata, no maũndũ marĩa Ngai waku arĩendaga wĩke mau mena bata mũno makĩria. Ũkoragwo na mĩthiĩre mĩega, ũkoragwo werekereire ũkĩroraga maũndũ marĩa maringanĩte na ũrĩa Ngai waku arenda. Mwathani arogocwo. Koguo rĩ ikauga atĩrĩrĩ, atĩ nginya ciana ciaku ciathiĩ na mĩthiĩre ĩrĩa mĩega mĩerekereru, atĩ Jehova Ngai ũngĩthoma wega ũthiĩ ũikũrũkĩte nĩ ũkũigua ona maũndũ marĩa Ngai waku arĩkagĩra ciana ciaku. Mwathani arogocwo. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ neno linasema hivi, Bwana asifiwe, ati neno linasema juu ya vile unaweza kuishi na vile Mungu anataka, kwa sababu kuna kile alikuwa ameweka amri, na ukishika hii amri ile ilikuwa imepatiwa Musa na uwe unatenda kile Mungu anataka, utakuwa ukitenda maneno yako vile inastahili, kwa maana Mungu atakuwa akikuelekesha vile inastahili. Mwathani arogocwo. Na kwa sababu ukierekeshwa na Mungu, hakuna mtu anaweza kuzuia Mungu akutendee kile anataka. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo mwenzangu, acha nikwambie, hata watoto yako inasema, hata watoto yangu ama watoto yako wakienda na tabia mzuri, wakitenda mambo mazuri, wakitembea na njia sawa sawa ile imelingana na Mungu, Mungu atakuwa akiwatendea mazuri. Mwathani arogocwo. Sijui siku ya leo wewe unafikiria nini ama unataka nini? Bwana asifiwe. Ama unagojea Mungu atende nini ndio ufanye kile yeye anataka? Mwathani arogocwo. Kumbuka wakati nililetwa dunia, sio mimi nilijifanya niletwe, ni Mungu mwenyewe alifanya na akaona imestahili nikuje hapa duniani. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo siwezi kusema nimekuja hapa duniani kwa sababu ya mimi mwenyewe, kwa sababu nilijikuta niko duniani. Mwathani arogocwo. Na hata wewe huwezi kusema ati ulikuja dunia kwa sababu yako, ulijikuta uko duniani. Mwathani arogocwo. Kwa sababu Mungu ana kile anakuaga anatafuta mwanadamu ndani yake. Mwathani arogocwo. Na ndio nasema tuwe tukifuatilia hata kile Musa alikuwa ameambiwa amri zake. Mwathani arogocwo. Na kufuata sheria za Musa sisemi ni vibaya na sisemi ni mzuri, kwa sababu kuna wale wanafuata hiyo mambo ya Musa ama sheria ya Musa, lakini unakuta hao watu wanafanya hata usharati. Mwathani arogocwo. Na wengine kuna wale basi wanafuata, lakini hata kama wanafuata hawafuatilii vile iko yote. Mwathani arogocwo. Na neno linasema kama unataka kufuata ya Musa na ufuate ikiwa yote. Lakini na diposa Yesu akaona amri za Musa ilikuwa ni kutoe jisho na unitoe. Yesu akaona haistahili hivyo.
Mwathani arogocwo. Haistahili tuwe tukiuana. Mwathani akumio. Haistahili nikutoe macho na ukuje unitoe. Kwa sababu ilikuwa inasema ukitolewa meno na wewe ndo umutoe. Ukitolewa jicho na wewe ndo umutoe. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo Yesu akiwa mbinguni akaonerea. Tufuatilie sheria za Mungu. Sheria zilitoka mbinguni na Yesu. Sheria za upendo na huruma. Mwathani arogocwo. Na kuwa na utu. Mwathani arogocwo. Kwa sababu ukifuatilia mambo ile Yesu mwenyewe aliongea, alisema kwanza kile kimefunga mambo yote ni upendo. Sheria zote za Mungu ni upendo. Na kama hunipendi, it is nothing. Na wera watohora ruta. Mwathani arogocwo. Kama hazikupendi ni kazi ya bure ninafanya. Siwezi kuitwa wa Mungu. Mwathani arogocwo. Na huwezi kuitwa wa Mungu. Na nikiora igua tiriri ate maida maria weka toria Ngai waku arenda ri maundu maku ni arikwerekagiriria na njira iria ciagiriire. Mwathani arogocwo. Ati wakati umekaa kama vile Mungu wako anataka, atakuwa akikuelekesha mambo yako, utakuwa ukifanya na unaelekeshwa iwe ukifanya vile inastahili. Hakuna mambo yako itakuwa ikiharibika. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo huwezi kuniambia ati sahi huyu tuko naye hapa nimwendea kichini na nijue vile nitamuondoa. Ujue mambo yangu haitaweza kuwa inaelekeshwa na Mungu vile inastahili. Na nikiorona aige maragia ihara ukarigwo atiriri kipara ni ya nini na hawajafika ya padi ya kipara. Mwathani agocwo. Hata ikawa kipara iko na kuna hizo familia, kuna wengine ambaye sio ya familia ya kipara, lakini unakuta kwa sababu ya yale anatenda Mungu akimuondokea, unakuta sura haikai vile ilikuwa ya kwanza. Mwathani agocwo. Unakuta wema wa Mungu ikikuondokea hivi na uzuri wake ukiondoka, yani hata ile ilikuwa na meremeta inaondoka. Mwathani agocwo. Unakuta yani sura yako inakaa ni kama kuparara. Na ukiangalia watu wengi wakati hii wako hivyo, wanakaa kama kuparara, kwa maana wengi ni wale wanatenda maovu mbele ya macho ya Mungu. Na Mungu hatakagi kuona mambo mabaya ikitendwa mbele ya macho yake. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo wacha kutenda na mimi nisitende. Mwathani arogocwo. Iwe wewe ni nani, iwe wewe ni pastor, iwe wewe ni bishop, iwe wewe ni reverend, ndio nasikia ikiitwa reverend. Iwe wewe ni mtu wa aina gani, iwe wewe ni mwinjilisti, iwe wewe ni mnabii, iwe wewe ni mwalimu, iwe wewe ni mchungaji, wewe ni nani, iwe wewe ni mkubwa kutoka pale juu kwa president, na kuambia ukitenda kitu ambaye ni kinyume na Mungu, wema wa Mungu itakuondokea. Na nikiona andu angi ndio unaona wengine wakiona wengine vile Mungu anawainua, unakuta wanaongea na machungu paka unaona huku macho hapa kuna vitu nyeupe imetokea. ni kusikia ati ni kama ameshindwa. Mwathani arogocwo. Kushindwa ndio kushindana. Mwathani arogocwo. Ungihotwo ri niguo kuhota na kuonekanaga. Mwathani akumio. Kwa hivyo nisiwe nikiongea na hasira, nisitoe vitu nyeupe huku. Chunguza watu wengi wakati wako na hasira, wakati wanaona huyu mtu astahili mbele ya machoni mwangu, akiongea na uchungu, akiongea na machungu na matusi, anaongea kitu kibaya, Mungu naye anaachilia, macho inatoka vitu nyeupe, huku unakuta inakaa kama white. Mwathani agocwo. Rora andu aingi no twerie wega, chunguza sana. Na ukichunguza utakuja kuona kile ninasema. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo wenzangu, acha nikwambie, usiwe na hiyo machungu, kwa sababu hiyo machungu Mungu naye akisema amesikia machungu na yale nimetenda ama yale wewe unatenda, sijui utakuwa wapi, sijui nitakuwa wapi. Mwathani arogocwo. Kwa sababu machungu ya Mungu ni kukuweka magonjwa ikusubue. Magonjwa haishi haraka na magonjwa haitaisha. Mwathani agocwo. Tu
sababu mimi niko na mtu miaka 72. Kwa hivyo ni kitu nimeona, nimekaa hapa dunia kwa hiyo miaka 72, ni kitu ninaona. Unakuta yule mtu anafanyaga watu mabaya, Mungu akiangalia na ananyamaza. Huyo mtu anafikiria Mungu ni kama afuatilii, ni kama Mungu hana maana na hiyo mtu. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo huyu anatenda mabaya, anaendelea na kutendea wengine maofu, anatendea wengine mabaya, anatendea wengine machungu, lakini hizo roho wakati sinalia, wakati sinaitana, Mungu unafikiria hasikii. Mwathani arogocwo. Amen. Unafikiria Mungu ananyamaza, ati ni kama hasikii kilio ya hiyo watu, kilio ya hiyo watoto, kilio ya wazazi, kilio ya wababu, kilio ya wasoso. Mwathani arogocwo. Amen. Kilio ya wamama. Mwathani akumio. Amen. Unaona huyo mtu wakati Mungu ataja kumlipisha, kwanza kitu ya kwanza norore wega muno, uangalie vizuri sana. Wengi wanawekwa ugonjwa ya kansa. Hiyo kansa inamkura na akufi kwa haraka. Mwingine anawekwa kansa, anawekwa sukari. Mwingine anawekwa asima, anawekwa pressure. Hiyo vitu sinamsumbua sikiwa kwa mwili moja. Mungu anasema nitakuweka uchungu, ndiposa nilipishie wale watu ulikuwa unafanya hivi, ulikuwa unawatesa. Uchungu inawekwa ndani ya mwanadamu, kwa sababu Mungu analipishanga na vile anaonaga imestahili. Bwana asifiwe sana. Amen. Na akiona Charity alitenda mtu fulani kitu kibaya, akitaka kuniumisa, ataniweka uchungu, itakuwa ni uchungu. Kitu kitakuwa kikinisumbua paka ninaraswa kwa hospitali. We menyerere muno we. Ebu nijichunguze na wewe ujichunguze. Mwathani arogocwo. Amen. Usikuje kuwekwa mambo, nisikuje kuwekwa mambo. Kwa sababu hata uwe wewe ni mkubwa, ni president, na uumisa wanadamu, ni hivyo hivyo itakuja na itakuwa hivyo. Iwe wewe ni mchungaji na wewe unaumisa kondoo, na kuambia hivi, hata wewe utakuta kuna kile kitawekwa ndani yako kiwe kikuumiza. Kama utarona, kwani hamuoni? Huyu alikuwa na shida hapa akiambia watu fuga, fuga, fuga. Watu wanakufa. Saa hii ako wapi? Si ako kwa seli. Akiulizwa anaweza kusema tu ahurumiwe, awekwe nje. Lakini Mungu labda aliona amweke kwa seli, aangalie kama atawachana na hiyo tabia ama atatubu dhambi. Lakini akikosa kutubu hatatokea. Ndakauma kou, Ngai akomuiga kou nginya agakwira kuo, tondu Ngai ni oikurihia. Mungu anajua kulipisha. Mwathani arogocwo. Na Mungu akisema ni kulipisha, hatakangi kujua wewe ni nani. Na ndio unaona kama Mungu anaangaliaga fulani ni nani na ukubwa yake, angalia kama huyu mtu aliambiwa aende Jordan akaoge. Maandiko inasema hivi, alikuwa mkubwa ya majeshi, alikuwa anahamurisha jeshi kwa hiyo nchi, lakini wakati aligonjeka ukoma na kukawa mtu wako na huruma ya kumwambia enda kwa mnabii fulani Elisha, huyo atakwambia vile utafanya. Mwathani arogocwo. Amen. Lakini sisi tuko Kenya ama tuko nchi zingine, tukiambiwa enda kwa mnabii fulani, tunatafuta yule atatuambia vile tunataka. Mwathani arogocwo. Amen. Huwezi kukuja kwa mtu anaongea ukweli asikwambie ukweli, asikwambie wacha hiyo kitu unafanya, na ukifanya hivyo Mungu anakasirika, na ukifanya hivyo Mungu atakufanya hivi. Hawezi kwenda kwa mtu anaongea ukweli. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa sababu huyu mkubwa wa majeshi wakati alienda kwa Elisha, akaenda akaambiwa, mimi sitakuguza na sisemi kingine na wewe, enda huko Jordan. Huyu alikuwa anafikiria ataambiwa aende kwa ile mito misafi, haina uchafu. Mwathani arogocwo. Amen. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa anataka kumweka chini na ajue Mungu ako juu yake na yeye hayuko juu ya majeshi,
Mungu ndiye ako juu ya majeshi na ako juu ya yeye. Alikuwa anafikiria Elisha atamupendelea. Amwambie yeye, sasa wewe ni mkubwa wa majeshi, wewe fanya hivi, enda kwa mto fulani, enda uoge huko utapona. Na akamwambia kuna wewe enda Yordani, ilikuwa chafu. Mwadhani agoso. Na wakati aliambiwa enda Jordan, akafikiria, akaona ni kama huyu mtu wa Mungu anamdharau. Akamuuliza, kwa nini wewe sikuniambia niende mto fulani? Akamwambia, sisemi kitu kingine, na kuambia enda Yordani ukaoge. Na jitumbukishe hivi. Ukae ukijitumbukisha hivyo mara 7. We anainama kwa hiyo kamuto kama kamtoto buchuru anatokea. Mkubwa wa majeshi, we wacha kujifanya. Mungu anaweza kukufanya uende kwa ile maskini sana kuambia ukweli wako. Mwadhani arogozo. Amen. Kwa ile mtu, hata huyo mtu kazi yake ni kukondesha nyumba, saa ingine analalishwa nje na wenye manyumba. Mwadhani arogozo. Akikosa pesa anaambiwa toka, kaa nje na watu yako. Na kama una watoto kaa nje, hiyo ni sauri yako. Sitaki kujua. Mwadhani arogozo. Juu wale tunakodesha hivyo tuyotugo niko twekagwo. Na umani usio. Mwadhani agoso. Amen. Na nikisema hivyo mwingine anasema amen hapa. Kwake ni kuzuri. Kwake analija tukilala. Lakini wacha nikwambie, sisi wale tunakodesha majumba tunakuaga na shida. Mungu atakuja. Tunaambiwa wewe toka, kaa nje, hiyo ni sauri yako, sina haja na wewe. Kwani ulikuwa unafikiria nitakupatia nyumba bure? Nasema hivyo juzi mwaka mmoja iliyopita nilifukuzwa. Mwadhani arogozo. Amen. Nilifukuzwa na nikadanganywa ati Mungu amesema. Ati Mungu amesema ati nihame. Na sasa hiyo sina pesa. Mwadhani arogozo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Mungu wangu ananipenda na anafikiria mimi. Wakati niliambiwa nihame, na ile ilifanya niambiwa nihame nifukuzwe. Ilikuwa watoto wangu na hawana pesa, ni watu ya kufanya kibarua kwako ya 300, wakakusanya mtu 50 wakanifanyia birthday. Kakeki ya 2500. Mwadhani agoso. Lakini wakati tu nilifanya hiyo birthday. Kwa hivyo wacha kufinyisia mwanadamu wewe. Mungu atakufuata. Bwana asifiwe. Wacha kutenda mwanadamu maofu. Mungu atakufuata. Fikireni wale gwathire. Kufanya hiyo birthday siku ya 8 nikaitwa. Nikaambiwa we, Mungu amesema siku yako zimeshisha hapa na uhame uende. Na ndio ndire dururu we, sina pesa. Na wakati mimi niliambiwa nikamwambia hivi, mimi najua kitu kimoja, Mungu atanipa pesa na nitaweza kuhama. Kwa hivyo nigoje mimi nione pesa na niende. Na lakini wacha nikwambie, Mungu ni mwema. Nilimaliza miezi 2 ya 3 nikahama. Na sasa ndio nakwambia hivi, hata kama mtu ako namna gani, wacha kuona hiyo mtu sio mwanadamu kama wewe. Ukikatwa si damu ni nyekundu. Wachana na mwanadamu, mpelekeze vizuri sana. Amen. Kama vile wewe unapelekeshwa. Mungu ndiye anabariki na mimi nangojea kubarikiwa kwangu. Mwadhani arogozo. Amen. Bado niko kwa kukondesha hata nikiwa na miaka 70. Niko na 72 na bado nangojea Mungu. Mwadhani arogozo. Amen. Na nikio ndiraugire aria mareita matige kuita. Wale wanajinyoga waache kujinyoga. Kama mimi niko na 72 na bado nakodesha, wewe utajinyoga juu ya nini? Kwa hivyo nasema mbarikiwe na Mungu awatendee mazuri. Tukutane hiyo wakati mwingine. Amen. Amen.